Bana, mambo vipi mwana michezo mwenzetu? Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Njoo tuzungumze michezo. Niko na mchambuzi wa masuala ya soka zamani, lakini kwa sasa ni mwalimu wa wachambuzi wa masuala ya soka, muite Dominic Salamba Chifu Nzobane kama Zoomfella. Utakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu, lakini kubwa zaidi bwana ni pale mitaa ya wekundu Msimbazi Simba. Kwa lugha nyepesi hivi, milio ishaanza kusikika ni kana kwamba imepokwa ubingwa klabu ya Simba, imenyang'anywa ubingwa klabu ya Simba na kuzaririshwa. Kwa nini? Ungana nasi bwana sako kwa bako ili usilelee matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yeyote ile, nikiwa naye mwalimu wa wachambuzi wa mpira wa miguu Dominic Salamba. Afya yako bila shida wala shaka ni njema? Haulalamiki? Ni jambo la kumshukuru Mungu. Binafsi na mimi namshukuru Mungu, silalamiki. Afya yangu ni njema kweli kweli, niko jadidi. Bwana Salamba, mengi yamezungumzwa kulingana na ratiba yetu kuchelewa kuisha. Tulizungumza pia na sisi kwenye vipindi vilivyopita, lakini ratiba nyingine imetoka ikiwa na maboresho kidogo. Sasa cha kushangaza, klabu ya wekundu Msimbazi Simba imepangwa saa 8 mchana, jua la utosi linapiga, Simba naingia dimbani. Hii wanasoka wametafsiri kwenye namna tofauti tofauti, wengine wakisema kama vile kuna mbinu za kuipoka Simba tena isichukue ubingwa msimu huu. Wengine wanasema Simba inazaririshwa, timu ndogo ndo zinapangiwa muda huo, hatujawahi kuona timu kubwa ikipangiwa muda huo, kwa nini Simba acheze muda huo? Lakini wengine wanasema ni hira tu za wazi wazi kwa klabu hii ya Simba. Binafsi wewe, nini hasa ambacho naona kwenye ratiba hii ya Simba kucheza mchana saa 8 kwenye jua la utosi? Nafikiri ambao wanazungumza hivyo watakuwa sio wanukuzi na wafuatiliaji wa taarifa mbalimbali ambazo zinakuwa zikiendelea katika mitandao ya kijamii. Okay. Kwa sababu bodi ya ligi wametoa taarifa. Taarifa yao ilikuwa imejikita katika kuelezea miongoni mwa athari ambazo zitakwenda kuonekana baada ya ratiba ya ligi kuweza kuingiliana na michuano ya kombe la dunia, kwa maana ya zile finali. Yes. Na walizungumza kwamba kwanza wanaanza kuzungumza hawakuwa na namna nyingine ya kuweza kufanya, kwa sababu hapo nyuma palikuwa pana muingiliano wa ratiba nyingi ambazo kwa siku zikapelekea ligi ishinde kuisha kwa muda ambao wao walikuwa wametaraji. Sawa. Na kufanya ligi iweze kuextend mpaka kwenye mwishoni mwa mwezi wa 6. Kitu ambacho kitapelekea kufanya ligi iweze kuingiliana na michuano ya kombe la dunia. Kwa sababu nia yao hawatapenda kuona wakileta mkanganyiko au usumbufu wote na kuweza kufanya watu wakakosa kupata kilichokuwa bora. Ikalazimika sasa waweze kubadilisha ratiba ili wasiji wakainterfere na ratiba ya kombe la dunia, na kizingatia kwamba sawa, kampuni iliyopewa dhamana ya kuonyesha michuano hiyo Tanzania kwa maana ya Azam TV, wenyewe pia ndio hawa ambao wanaonyesha michuano ya ligi. Okay. Azam TV wametaka kuzindua programu yake au project yake au operation yake ya kwamba wataonyesha mechi zote 104 kupitia katika runinga ya Azam TV kabisa. Kwa ni official partner ambaye yupo katika World Cup kwa upande wa Tanzania. Kwa hiyo na yeye ndio mwenye jukumu la kuweza kuonyesha michuano ya ligi kwa maana ya NBC. Kwa hiyo ili kuepusha mkanganyiko huo, kwa hiyo wakabidi ikawalazimika waweze kuangalia ile ratiba ya World Cup. Mpaka ndio wanaanza sasa unakuwa unaifuata. Waone na wao ratiba yao ikoje. Kwa kuna siku ambazo ni kama kuna mwingiliano wa mechi. Siku ambayo Simba anacheza mechi dhidi ya Mbeya City, mechi ambayo ilikuwa imepangwa kufanyika saa 10, siku hiyo nafikiri pana mechi nyingine kwenye World Cup. Kwa hiyo nafikiri na katika muda huo unaofanana. Kwa hiyo ikalazimika ili kutoa fursa kwa wadau wa soka waweze kupata nafasi ya kushuhudia mechi zote na kumfanya huyu ambaye amepewa haki ya kuweza kurusha hiyo mechi kwa maana ya Azam Media aweze kuwa flexible na kufanya kazi yake kwa uaminifu. Kwa hiyo kabidi mechi iweze kurudishwa chini mpaka saa ngapi? Saa 8 mchana, ili baada ya mechi ratiba nyingine ziweze kuendelea. Kwa hiyo ndio mantiki ya kupeleka mechi kuweza kurudi, ni mabadiliko ya lazima ili kuweza kuendana na matakwa ya wenye mpira FIFA, lakini pia kuweza kufanya hii media ambayo ipewa nafasi ya kuweza kurusha hiyo michuano isiweze kutokea mkanganyiko na kuweza kuathiri kwa namna moja ama nyingine. Hiyo ndio sababu kubwa ya msingi ambayo imepelekea mechi ya Simba na Mbeya City kupigwa saa 8 mchana katika uwanja wa Sokoine pale jijini Mbeya. Sawa, kupigwa saa 8 mchana huenda
imeeleweka kwa sababu ya namna ambavyo naeleza Dominic Salamba kwamba ratiba haikukaa vizuri kulingana na kombe la dunia, lakini kuna Kulwa na Doto, kwa maana Kulwa ni Young Africans, Doto ni klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ili kuepusha maneno, kwa nini timu zote kwenye hizi ratiba wasingezitupa zote mchana, wakazipa ratiba moja, ili isionekane kwamba kuna mwingine kama vile anapewa favor Dominic Salamba, kwa sababu hawa ni watani, lakini pia ni Kulwa na Doto, bila shida wala shaka watatengenezeana pia hapa vitu ambavyo havifai kwenye hili jambo. Miongoni mwa watu ambao mna misilidi watu na mnatengeneza chaos ni nyinyi waandishi na wao. Nyinyi ambao mnakuwa mna host na wachambuzi wengine wengi, lakini pia hata na waandishi habari wengine. Ni watu ambao mko tu suspicious na mpendi kuweza kuzungumza ukweli. Hii sio issue ya kupanga. Ratiba ilishapangwa. Pangwa. Simba alikuwa na mechi saa 8 mchana, saa 10. Yanga naye ana ratiba yake ya mechi. Kwa sababu pengine hiyo siku ambayo anacheza Simba saa 10, sijui Yanga atakuwa na mechi gani, pengine Yanga atakuwa anacheza siku inayofuata usiku. Nitegemea na location ambayo Yanga yupo. Sawa. Hizi mechi hizi sio ligi za kituo kwamba tuko kituo kimoja. Kwa hiyo mechi hii mwingine yuko Mbeya, ule uwanja hauna taa. Okay. Kwa hiyo the only option ni kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Hamna namna nyingine yoyote. Ukiwa hapo uwanja hapo wa Azam Complex unaweza kusema okay, kama mchana umeshindikanika tupeleke usiku saa 4. Kwa hiyo wao wameangalia right time ambayo haitaweza kuathiri. Sasa kama Yanga leo sasa anacheza tarehe 10. Natolea mfano. Tarehe 10 Yanga muda ambao amepangiwa pengine saa 1 usiku. Sawa? Na hiyo tarehe 10 World Cup haijaanza. Natolea mfano sasa. Sasa utamforce tu aende saa 8 mchana ili tu na Simba naye alizike. Hamna mpira wa hivyo. Mpira sio Simba na Yanga. Okay. Unaona? Kwa hiyo kitu pelekea Simba kucheza saa 8 mchana ni mazingira ya ratiba. Ingetokea kwa Yanga naye angecheza. Kwa sababu ni mazingira ambayo ratiba, na kingine hii ni privilege, sio right. Yaani kucheza saa 10, saa 1 usiku sio right ya Simba na Yanga. Ni privilege, tunasema ni upendeleo. Na upendeleo unakuja kwa sababu ya ukubwa walionao. Lakini pia wanabebwa na hizi na haki ya matangazo. Sababu tunaamini kwa mechi ambazo zinabeba brand yetu ya ligi. Kwa kuna wakati lazima uziweke muda ambao utakuwa ni comfortable kwa watu wengi kuweza kuona. Lakini pia walikuwa wanaweza wakapangwa saa 4 mchana na sio kosa na wakacheza. Lakini sasa tupo katika mazingira ambayo we have no option. Tupo kwenye tight marking ambayo sasa hamna cha kufanya. Kwa hiyo imerudishwa si kwa mapenzi ya mtu, ili kuweza kufanya ratiba at least iweze kuwa accommodated na ishe kwa wakati na watu waendelee na World Cup. Kwa hiyo haijapangwa, lakini mazingira yamelazimisha, kwa sababu hakuna muda mwingine wa kuipeleka hiyo mechi, na bodi ya ligi wanapambana at least mechi ziiche mapema ili watu wakaendelee na World Cup, kwa sababu yenyewe mpaka hapa tu ni chaos ambayo haikutakiwa kuwepo. Sawa. Sasa hapo kwenye uwanja na ratiba imeshapangwa, imetokea namna hiyo, kwa nini mrejeshe muda chini na msirejeshe siku labda nyuma kidogo ama mbele? Hujanielewa. Naomba unielewe tena. Nenda bana kazi ya kuendelea kufundisha. Nimekwambiaje? World Cup inaanza tarehe 11. Ndio inaanza. Ilitakiwa kama kila kitu kipo sawa, kabla ya World Cup ligi hiyo imeisha. Kwa sababu utakiwi kueni, si vema kuweka michuano yako ndani ya michuano mikubwa. Tulikuwa tunaongea jana mambo ya branding na vitu vingine vingi na mambo ya hata awareness na vitu vingine vingi vinataka kuingia. Sasa wamekosa namna. Ligi imeenda pale. Na hawawezi tena ndio wameadjust mpaka walipopanga hapa, maana yake ndio kiwango cha mtu cha kuadjust. Sasa ukisha adjust, mwenye haki ya kurusha matangazo ni mtu huyu mmoja. Na dili ya World Cup ni dili kubwa ambayo imeingia Azam. Yaani leo atuvunje heshima. Uweze ukakompea thamani ya World Cup na thamani ya NBC Premier League. Unanielewa sio? Hii World Cup ni kubwa. Uweze ukakompea thamani ya NBC ukakompea na Champions League ya Afrika. Hii ni michuano mikubwa. Kwa hiyo Azam anaendelea kupanda na kuendelea kuiteka Afrika, kwa sababu ni level ambazo tulikuwa tumezoea kuona Super Sport na kipewa hizo nafasi za kuweza kuonyesha. Kwa hiyo amekuwa na hizo guts, kashapewa. Sasa jambo la kwanza kumfanya huyu ambaye ana haki ya matangazo aweze, haiwezekani Azam akawa na mechi saa 10 jioni, mfano Brazil na Costa Rica, natolea mfano. Alafu hiyo saa 10 kuna mechi ya Simba na Yanga, Simba labda na Mbeya City. Si unaelewa? Kitu ambacho akiwezekani unakwenda kuwagawanya mashabiki sasa.
Lakini pia ile mantiki ya kwamba unakwenda kurusha mechi zote 104 inakosa maana, sababu kuna muda kuna interference imetokea. Kwa hiyo ili kuepusha mkanganyiko na mechi za FIFA watu waweze kushuhudia mechi zote kwa uhuru bila kuwa na shida, ndio unaangalia option. Sasa siku zote huwezi kupunguza ratiba ya FIFA haiwezi kubadilishwa kwa ratiba ya TFF au bodi ya ligi au si kitu gani. Kwa hiyo wewe huku chini unatakiwa uweze kuadhea ile ratiba. Kwa hiyo hiyo ni adjustment ili mechi ianze saa 8, saa 10 ikiisha huyu mwenye haki aendelee na vitu vingine, lakini pia na watu wape lupo. Unaona kuna wakati mwingine unakuta mechi ya Simba iko saa 10, sawa, au Yanga iko saa 10, unakuta mechi ya JKT inaanza saa 4 mchana. Hii saa 10 watu wapate nafasi ya kuona mechi zote kwa wakati mmoja, yani kwa mtiririko uliokuwa sahihi. Kwa hiyo ni mabadiliko ambayo yametokea ili kuto kuathiri mwenye haki ya matangazo, lakini pia kufanya yani TFF wasije wakawa kikwazo kwenye mechi za FIFA, watu waweze kuziona. Kwa hiyo mabadiliko ya kilazima ambayo yametokea, na hapa tu umechange schedule ya muda na kubadilisha muda ni kitu cha kawaida cha msingi tukizingatia kanuni. Ndio maana wametoa mapema na hiyo sababu ni na mashiko, ni sababu ya msingi ili kuweza kulinda haki na makubaliano ya kimikataba baina ya kampuni moja na nyingine pia. Sawa. Simba hajawahi kucheza saa 8 mchana kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kama kumbukumbu zangu haziko sawa utanielekeza vizuri. Je, anaweza kumaintain hiki ambacho kiko mbele yake, kucheza saa 8 mchana, saa 8 kajua kana waka kweli kweli? Je, anaweza kupata matokeo ama ndio inaweza kawa labda nafasi? Kwani hizi timu nyingine ambazo zinacheza saa 8 mchana zinapataje matokeo? Zinapata matokeo. Nimekuambia kwamba labda umekuwa umezoea. Hakuna kuzoea. Nimekuambia kwamba Simba na Yanga kuto kucheza saa 8 sio sheria. Yes, najua. Ni privilege, ni upendeleo. Kuna kipindi Simba na Yanga walikuwa wanacheza usiku. Ligi yetu ilikuwa ndagi usiku. Kwenye klabu bingwa wakaenda nje, wakacheza usiku. Hatari. Sawa? Yes. Yaani kwa Tanzania ligi ilikuwa ni mchana tu. Lakini ukienda Egypt mechi usiku. Nadhani miaka nyuma, nani ambaye akumbuki? Nakumbuka vizuri. Watu wakasema mimi bana kwenye ligi yangu wanacheza mchana tu. Si unaelewa? Yes. Cha msingi tu uwe ni muda ambao unakubalika kwa mujibu wa kikanuni. Muda ambao unakubalika. Huo muda unakubalika, maana yake wataalamu wamethibitisha kwamba muda unafaa kuchezewa. Kwa hiyo swala la kupata matokeo kutokana na matokeo ni jambo lingine. Si unaelewa? Kwa cha msingi tu uwe ni muda, na wakati mwingine mechi hata saa 4 asubuhi inapigwa. Cha msingi tu pale kuna justification, hata saa 4 asubuhi inapigwa mechi. Sawa. Kwa cha msingi tu kuzingatia mambo ya msingi, viwanja, kanuni na usalama na hali ya afya ya wachezaji. Sawa. Hiyo ndio jambo la msingi. Kwa hiyo iwe ni saa 8 iwe ni saa 11 haina shida as long as ipo. Na hata timu nyingine zinacheza nyingi tu. Azam kashapiga mpaka saa 4 mchana, kumbuka muda fulani alipiga saa 4 mchana. Kwa hiyo nafikiri ni jambo la kawaida tu, lakini kwa sababu ni wakubwa na hivyo nizungumza kwamba tu ni privilege, ni upendeleo ambao wameupata, lakini sio sheria. Wanaweza wakacheza. Na mimi binafsi nilikuwa nategemea kwamba kwa siku za mbeleni wote wacheze tu muda wote. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo Dominic Salama anatupa uchambuzi wake, lakini na una nafasi pia ya kudrop comment yako hapo chini ukatuambia kwa hiki ambacho kinaendelea kwenye ratiba hii ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, hasa kumaliza kwa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Nini hasa ambacho nakiona baada ya Simba kudondoka na ratiba yake dhidi ya Mbeya City mchana saa 8 jua la utosi, anashuka uwanjani. Shughuli itakuwaje? Hajawahi kucheza, lakini Salama anakuambia hapana aliyewahi, hakuna asiyewahi, mbungi itapigwa na mshindi atapatikana. Mimi naitwa Cisco, sina la ziada. Nikwambia tukutane tena muda na wakati mwingine. Kwaheri. Huyo ingia nani kagonga?